Basi mambo ni yente, mambo ni shendei, nikimaanisha kwamba hakuna noma kama basi yo noma haujaianzisha wewe. Hakuna amani mashariki kote ya kati, hakuna amani mashariki mwa Kongo, lakini pia hakuna amani mashariki basi mwa Ulaya ambako Ukraine chini ya Volodymyr Zelensky, Myahudi wa michongo bado anaendelea kumanganywana basi na Myahudi mwenzake Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya Mashariki. Mtakumbuka watu wengi wanashindwa kufahamu kwamba Volodymyr Zelensky ni Myahudi kwa asili, kwa wazazi wake, lakini pia Vladimir Putin pia ni Myahudi basi kwa asili, kwa mababu zake, na pia vile viongozi wote wa ngazi za juu 7 ambao waliasisi umoja ama utawala wa kijamaa ama wa kisosialisti mwaka 1917, nikiwazungumzia wakina Leon Trotsky, nikiwazungumzia basi wakina Joseph Stalin, nikiwazungumzia pia wakina Vladimir Ilyich Lenin, nikiwazungumzia viongozi wote wakina Nikita Gorbachev, viongozi wote walioasisi huo umoja wa Kisovieti kwa miaka hiyo. Wote hawa kwa asili walikuwa basi ni Wayahudi, na mpaka ule mtata kabisa aliyesumbua mbaba wa kivita duniani, na mzungumzia Adolf Alois Hitler, na mwenye pia alikuwa ni Myahudi, nikimaanisha kwamba mama yake alizaa ama alipewa mimba na Wayahudi, lakini mwisho wa siku Wayahudi walimkataa Adolf Hitler, kwa maana kwamba wakumchukua kama wanavyofanya kwa watoto wao wengine. Myahudi anapozaa na mwanamke ambaye sio Myahudi, anaweza kumwacha mwanamke lakini sio mtoto. Kwa hiyo ifahamike ya kwamba Adolf Alois Hitler ama mzee Alois kabisa, mzee Alois hakuwa baba wa kumzaa ama baba wa kibiolojia kabisa wa Adolf Hitler. Alikuwa ni baba yake wa kambo ambaye mama yake alikuwa anaishi naye. Sasa unapozungumzia Volodymyr Zelensky kutoka upande wa Ukraine, huyu ni Myahudi wa bichongo. Unapomzungumzia pia Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB, naye huyu kwa asili ni Myahudi. Unapomzungumzia marehemu basi Eugene Prigozhin, kiongozi wa Wagner, wazee wa Wagner Music Orchestra, hawa na wenyewe pia hawa huyu alikuwa naye ni Myahudi. Ukimzungumzia Dmitry Yutkin, wote walikuwa ni viongozi wa Wagner, naye alikuwa ni Myahudi kwa asili. Kwa hiyo nirudi tu upande wa Mashariki ya Kati, na taarifa zinasema kwamba wako majasusi wengi sana wa Israeli ndani ya taifa la Irani. Wako wengi mno kupita maelezo, ambao waliingia kuanzia miaka 1930, mwaka 1940 mpaka mwaka 1950. Wako Wayahudi wengi sana ndani ya Irani. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, baada ya kuingia utawala wa kina Ayatollah Khamenei, basi Wayahudi wengi walikimbia kwenda Marekani, na wengine walikimbilia Afrika Kusini, na wengine basi walikimbilia huko Israeli. Lakini ndani ya Irani wako Wayahudi wengi sana. Lakini hoja kubwa mpaka sasa ambayo imenifanya niweze kuzungumza na nyinyi wafuasi wetu wa baba wa kivita na historia ya dunia, na ukurasa huu wa Mpoki Buya Kamina Mwandagasha, ni juu ya mauaji wa viongozi ambao wanafanyika ndani ya Israeli, ndani ya Irani, kwa sababu kumbuka kwamba uwiano wa vifo wa viongozi kati ya Israeli na Irani haupo sawa. Ni kama vile ni 0 basi kwa 52 mpaka hivi ninavyozungumza. Lakini niseme wazi tu ya kwamba kwa nini, hoja kubwa ambayo nimekuwa nikizungumza hata kwenye ukurasa wangu wa Facebook wa Mpoki Buya Kamina Mwandagasha, nimekuwa nikizungumza na kutoa hoja pembuzi mbalimbali. Kwa nini viongozi wa Iran wamekuwa wakilengwa na kuuawa sana kuliko viongozi wengine? Na kwa nini punde tu baada ya viongozi wa Irani kuuliwa, basi Irani imekuwa ikifanya mashambulizi ya kufa ngamia, mashambulizi makubwa mno katika ukanda wa mataifa ya Mashariki ya Kati? Na kumbuka, wanapokufa viongozi wa Irani imekuwa ikijibu kwa kishindo
kushambulia maeneo mbalimbali, kushambulia falme za Kiarabu, kushambulia Katari, kushambulia basi Dubai, kushambulia, yani unakuta mashambulizi yanapigwa ya kufa mtu, yani mashambulizi mfululu. Basi Mwajemi anakuwa anayapeleka moja kwa moja kwa washirika wa Marekani, kwa washirika wa Israeli, pamoja na mashambulizi mengine ndani ya Israeli punde tu wanapokuwa wameuawa viongozi wake. Umeona, hoja kubwa ambayo tunaizungumzia hapa ni kwa nini basi viongozi wa Iran wamekuwa wakifa zaidi. Wengine tumekuwa tukihisi pengine ni kwa sababu ya usaliti ndani ya taifa la Irani. Wasaliti wengi mno, taarifa zinavuja kwa wepesi zaidi kwenda upande wa pili. Lakini pia wengine wanasema kwamba hapana, ni kwa sababu tu ya ubora wa international nazungumzia international spying network ya Israeli, ubora wa Mossad. Na wengine wanasema hapana, sio ubora wa Mossad, ni kwa sababu pia vile labda kwa sababu tu ya Irani yenyewe imeshindwa kuwalinda basi viongozi wake. Lakini pia vile ama ni ukosefu ama ubovu wa miundombinu, mifumo ya ulinzi ya Irani, mpaka inamfanya Myahudi anakuwa mwepesi wa kuweza kupenya ama kupenetrate moja kwa moja basi ndani ya taifa la Irani na kusababisha vifo vya viongozi mbalimbali. Lakini Irani ameenda anagonga kweli, anapeleka moto kweli katika mataifa ya Saudi Arabia, katika mataifa, na sasa ameenda mbali zaidi, ameweza kushambulia miundombinu ya nishati katika mataifa hayo. Baadhi ya visima vya mafuta Saudi Arabia kule vilishalipuliwa, baadhi ya visima vya mafuta huko upande wa Oman pia vimelipuliwa, baadhi huku Katari ndo kabisa, Katari anapelekewa moto Katari kila kukicha. Unaweza kujiuliza kwa nini basi Mwajemi amekuwa akishambulia mataifa haya ya Guba, mataifa haya ambao ni Waislamu wenzake katika imani, Waislamu wenzake. Kwa nini basi Irani amekuwa akishambulia sana mataifa haya wakati ama angali hawa ni Waislamu wenzake? Ni moja pia swali ambayo tulijibu sisi wachambuzi hapa tupo. Lakini nikukumbusha kwamba mpaka hivi ninavyozungumza ni kwamba wao Waajemi swala zima la kufa wakiwa wanaipigania nchi yao sio jambo la kuuliza, yani sio swali la kwanza kulihoji. Yani wao Waajemi ama wanasema kwamba kwa Muislamu yoyote, Muislamu kamili ama Muislamu ambaye ni safi, Muislamu ambaye hana mabaka, Muislamu ambaye sio Muislamu jina, kwa Muislamu ambaye amenyoka kweli, kufa akiwa anaipigania dini yake, akiwa anapigania Uislamu ama akiwa anapigania nchi yake, ni jambo la faida kwao, ni jambo la faida kwao. Lakini kwa asili Waajemi huwa wako tayari kufa kwa sababu ya nchi yao, yani wao kufa waogopi, yani kufa wao kwao kuna faida kwa asilimia kubwa. Ndio maana unaweza kusema kwamba yani sio kama Myahudi ana intelligence kubwa na intelligence bora anajitahidi, ndio tufahamu Myahudi pia mbali na yote ana intelligence pia kubwa, lakini kwa Waajemi ama kwa Waislamu ambao wamenyooka, Waislamu safi, wao kufa wakiwa wanaipigania nchi yao, yani kifo kwao kina faida, yani kifo kwao kina faida kwa asilimia kubwa. Kwa ndio maana wao swala la kufa waogopi, wao swala la kufa sio swala la kuogopa. Na ndio maana hata viongozi wao wanakufa wanaweka kiongozi mwingine, wanakufa wanaweka kiongozi mwingine, wanakufa wanaweka kiongozi mwingine, kwa sababu wao kufa sio jambo la kuogopa, waogopi kufa. Wanaoogopa kufa na wakina Netanyahu hao, wakina Trump hao, labda pengine viongozi wengine ndio wanaoogopa kufa. Lakini kwa mtu ambaye ni Muislamu safi, ambaye anapigania nchi yake na rasilimali zake, nazungumzia Waajemi kwa asili yao, wao hata mbali na dini yao, wao kufa waogopi. Kufa wao ni jambo la kawaida, kufa wao kuna faida, sababu wanakufa wakiwa kama mashahidi, na wanakufa wakiwa kama mashahidi, ukifa wakiwa kama shahidi kwa imani yao, kwa dini yao, wao ni moja kwa moja peponi, yani moja kwa moja mbinguni. Ndivyo ambavyo wao wanavyoamini. Na ndio maana hata kiongozi huyu Abbas Mawalgacha amesema kwamba hata yeye mwenyewe pia anakaribia kufa. Yeye mwenyewe pia watamuua muda si mrefu. Yaani swala la kufa wao wamerahisisha mno, kwa waogopi kufa. As long as wanapigania nchi yao, wanapigania taifa lao, wanapigania rasilimali zao, as long as wako vitani dhidi ya adui yao mkubwa, ni adui so anayeshambulia taifa la Kiislamu, ni adui wa Waislamu wote. Anayeshambulia taifa la Kiislamu ni adui wa Waislamu wote. Kwa as long as wanapigania dini yao, wanapigania nchi yao,
rasilimali zao, wanapigania utu wao. Wao jambo la kufa kwao sio jambo la kuogopa. Hawaogopi kufa. Hawa watu wako tayari kufa muda wote, saa yote, dakika yote ile. Sasa ndio maana hii imani na utaratibu ambao wako nao unafanya wanakufa kirahisi mno, wanakufa kiwepesi mno, wanakufa yani jambo yani wanakufa kienyeji mno. Kwa sababu gani? Swala la imani limewaathiri kwa asilimia kubwa. Yani wameathiriwa na imani yao ambayo inawaambia kwamba ukifa kama shahidi wewe ni moja kwa moja peponi. Unaona, kwa moja changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikiwakumba watu wetu. Lakini kifupi ni kwamba wao kufa kuna faida kubwa. Cha kwanza wanakufa akiwa wanaipigania nchi yao. Swala kufa wao kuna faida kubwa. Cha kwanza wanaipigania nchi yao. Cha pili wanapigania imani yao, dini yao. Cha tatu wanapigania utu wao. Kwa maana yake wao jambo la kufa wakifa huko wanapigania Marekani ni sifa kubwa. Yaani ni baraka tele. Yaani ni furaha tele. Kwa sababu ukifa kwao kina faida sana sana wakifa huko wakiwa wanapigania nchi yao. Kwa hiyo moja sababu kubwa ndio inampa faida kubwa sana Myahudi na Marekani wanapata nafasi kubwa kuweza kuwaua viongozi wao mapema na kirahisi mno. Lakini ikumbuke pia mbali na yote ambayo nimezungumza swala zima la kiimani, lakini ifahamike ya kwamba hakuna mtu ambaye anaogopi kufa. Watu wote wanaogopa kufa, isipokuwa unakufa katika mazingira gani? Unakufa ukiwa umesimama au unakufa ukiwa umepiga magoti? Hicho ndicho ambacho watu wengi wanatakiwa wafahamu katika ulimwengu wa vita. Lakini pia mbali na yote tusiache kuzungumza kwamba intelijensia pia ya Israeli ni kubwa ndani ya Irani. Intelijensia Israeli ina vibaraka, ina viraka, ina mamosadi wa kutosha, ina maagenti wa kutosha ambao wako ndani ya Irani ambao wanaisaidia kuipa Israeli taarifa. Israeli inakuwa inajua viongozi wa Irani wako sehemu gani. Inakuwa ni rahisi kwa Israeli na Marekani kuweza kuishambulia viongozi wa Irani. Kwa hiyo jambo kama hilo ni jambo la kulizingatia sana katika swala zima ulimwengu wa vita. Bado mambo ni magumu, bado mambo ni ya moto, na dawa ya moto siku zote basi huwa ni moto. Irani ameanza kutumia makombora yake yale makubwa kabisa, makombora ya kisasa kabisa na mazito kabisa. Lakini wakati huo ni kukumbusha kwamba Marekani, ndege za Marekani kutoka moja ya kambi zake nchini Uingereza B_52 ndege hizi zimebeba makombora ambayo ni hatari zaidi, zimenyenyuka kuelekea Mashariki ya Kati. Lakini nikukumbushe pia ya kwamba unapoona upande wa Irani ametupa makombora, anashambulia mataifa ya Katari. Katari ndio wameigonga mno, na Katari imegongwa kwa sababu taifa la Israeli limeshambulia moja ya hazina kubwa ya gesi ya Irani inayofahamika kama South Baz. Ni moja ya uwanja mkubwa sana. Kumbuka Irani ama Mashariki ya Kati ni mataifa ambao pia sio kwamba yamebarikiwa mafuta peke yake, hapana, yamebarikiwa pia na gesi. Umeona, asilimia kubwa ya gesi duniani wana hazina kubwa sana ya gesi ndani ya Mashariki ya Kati. Kiwemo Katari wana hazina kubwa ya gesi Katari, kiwemo Irani wana hazina kubwa ya gesi ndani ya Irani. Sasa Israeli imeshambulia moja hazina kubwa ya gesi ya Irani inaitwa South Baz, na miundombinu hiyo imeharibika na moto mkubwa na mpaka uzalishaji umesimama. Na kujibu mapigo ni kwamba Irani na yeye pia amekwenda kushambulia. Sasa jiulize aliyeshambulia Irani hazina yake kubwa ya gesi ni Israeli. Umeona? Lakini Muirani amekwenda kushambulia hazina kubwa miundombinu ya gesi alimaarufu kama Rafani ndani ya Katari. Yani Katari inalipa gharama ya mashambulizi ya Israeli ndani ya Irani. Israeli anaigonga Irani, lakini Irani anaigonga Israeli, afa anaigonga na Katari, afa anagonga pia na Saudi Arabia, anagonga pia na Falme za Kiarabu wakati huo. Umeona jinsi vita ambavyo vipo vibaya. Yani vita hivi vimekaa vibaya kuliko vita vingine vyovyote vile ambavyo tumewahi kuvishuhudia. Vimekaa vibaya mno. Yani aliyeshambulia, na Trump amesema kwamba yeye hakuwa na taarifa za kwamba Israeli atashambulia moja hazina kubwa ya viwanda vikubwa au miundombinu ya gesi ya South Baz ndani ya Irani. Trump anasema hakuwa na taarifa hizo. Umeona? Na Irani yeye mwenyewe ameenda kugonga miundombinu mikubwa ya gesi. Kumbuka Umoja wa Ulaya unategemea gesi kutoka Katari kwa asilimia kubwa. Na mataifa mengi duniani hutegemea gesi kutoka Katari kwa asilimia kubwa. Ni pamoja na Irani. Sasa miundombinu ya Irani
Yaani kinachofanyika katika swala zima la vita kwa sasa, yani vita vipo katika stage ama hatua ambayo ni mbaya sana. Hii wiki yote hii mpaka tunavyoenda wiki inayofuata, vita vipo katika stage ambayo ni hatari, na sio tu hatari kwa Irani au kwa Mashariki ya Kati, kwa dunia kwa ujumla. Yani vipo katika stage ambayo ni mbaya sana. Jiulize hivi, unajua lengo kubwa sasa hivi la Marekani na Israeli, wameshaua viongozi wa kutosha wa Irani, na nimezungumza viongozi wa Irani wanapokuwa na wao wanakufa kama mashahidi, wanakufa kama washindi. Wao vifo vina faida kubwa sana kwao, lakini unakuua viongozi wa Irani haimaanishi kwamba Irani ndio itayumba ama itateteleka. Hapana, wao kiongozi mmoja anapokufa naweka kiongozi mwingine. Lakini hoja kubwa ambayo naizungumzia hapa ni kwamba Irani ameigonga Katari vibaya mno, na ameshambulia mifumo ya nishati kutoka swala zima la upande wa gesi. Katika moja ya hazina kubwa, miundombinu mikubwa ya gesi ndani ya Katari almaarufu kama Rafani imeshambuliwa. Kwa nini imeshambuliwa? Katari imeshambuliwa kwa sababu unagundua kwamba Myahudi ndani ya masaa 48 yaliyopita ameshambulia vibaya mno miundombinu ya Irani katika uwanja unaofahamika kama South Bar. South Bar ni moja, kuna hazina kubwa sana ya gesi ya Irani. Irani sio tu kwamba ni tajiri mkubwa wa mafuta, tajiri pia mkubwa wa gesi. Sasa miundombinu, na lengo la Marekani na Israeli ni kuhakikisha kwamba wana shut down, yani kuhakikisha kwamba wana denature, wanafanya denaturing ya energy infrastructure within Irani, kuhakikisha kwamba Irani isiwe na uwezo wote kujiendesha kiuchumi, ili kuua uchumi wa Irani moja kwa moja. Wanashambulia viwanda vya mafuta vya Irani, wanashambulia hazina ya gesi ya Irani, wanashambulia kila kitu, ili kumkumbuka mshirika wa karibu na rafiki wa karibu wa Irani anayemsaidia Irani sasa hivi ni nani? Ni China. Sasa hivi ninavyozungumza, moja ya miundombinu mikubwa ya gesi katika South Baadhi huko ndani ya Irani imeshambuliwa na Israeli. Wakati huo pia Irani amekwenda kugonga na kuharibu moja ya miundombinu ya gesi ndani ya taifa la Katari. Yani wanaopata shida ni Katari, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu. Hao ndio wanagongwa vibaya mno. Yani asira za Mwajemi aziishi tu kwa Israeli, anazihamishia mpaka kwa Saudi Arabia, kwa Katari na Falme za Kiarabu, zinagongwa. Na sasa hivi vita vimeweka kwenye miundombinu. Umeona? Yani Mwajemi alazi damu hata kidogo, anapeleka moto. Na hivi ninavyozungumza, fahamu kwamba taifa la Marekani, ndege za kivita zile kubwa za B_52 zile H ambazo zinabeba makombora ya masafa marefu mazito zimeshaelekea upande wa Mashariki ya Kati. Hali bado ni tetele.